Muungano wa Tanzania, ndugu waandishi wa habari, kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu ambaye ametukutanisha siku ya leo, na niwakaribishe katika ukumbi huu wa JK Convention kwa ajili ya mazungumzo machache na taarifa ambayo chama kinapenda kutoa kwa umma wa Watanzania. Kwanza niungane na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kutoa pole kwa changamoto ambazo zilitokea katika kipindi kifupi kilichopita kwa Watanzania wote na wadau mbalimbali wa maendeleo ambao walikutwa na changamoto hizo. Lakini jambo la pili, nitumie fursa hii kwa Watanzania wote. Kutambua shughuli ya uapishwa jana, ni wapongeze mawaziri na manaibu waziri waliokula kiapo jana Novemba 18, 2025. Wote waliokula kiapo jana wanapaswa kufahamu kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ana kasi ya kuijenga Tanzania iliyo bora. Uteuzi wao una maana kuwa rais anawaamini na watampa majawabu anayoyataka kwa Watanzania kwa kufanya kazi kwa bidii. Hivyo chama kinawataka mawaziri na manaibu waziri waende kufanya kazi kwa weledi na wasiweze kumwangusha rais na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia mawaziri na manaibu waziri wengi ni wapya. Kuingia kwao kwenye serikali maana yake kuna ambao hawakupata fursa ya kuweza kuteuliwa. Hivyo basi kipindi wanafurahia uteuzi huo na wamesha kula kiapo kuingia kwa ofisini, wakumbuke kuwa rais hana mchezo na anataka kazi na utendaji uliotukuka uliojawa na utu ndani yake kwa Watanzania wote. Hivyo Chama cha Mapinduzi hakitasita kuchukua hatua kali kwa kiongozi yoyote mzembe ndani ya serikali ambayo imeundwa na Chama cha Mapinduzi. Hivyo tunawataka wote ambao wameteuliwa wajue wana wajibu wa kwenda kuwatumikia wananchi na sio vinginevyo. Ndugu waandishi wa habari, lakini tumie fursa hii kwa vile tunakutana kwa mara ya kwanza tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa 2025. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana Watanzania, wana CCM na wale wa vyama vingine, wapenzi na mashabiki waliojitokeza kwa wingi kupiga kura Oktoba 29, 2025. Kujitokeza kwao kwa wingi kumesababisha ushindi mkubwa kwa Chama cha Mapinduzi pamoja na wabunge na madiwani. Hivyo tunawashukuru wana CCM na Watanzania wote kwa kuweza kuchagua Chama cha Mapinduzi katika kipindi hiki cha pili cha awamu ya 6. Ndugu waandishi wa habari, Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuwa anazindua bunge la 13 Novemba 14, 2025, alihutubia bunge na kuainisha mambo mengi ya msingi. Ni hotuba ya ujenzi wa mshikamano wa kitaifa. Unaweza kuita hivyo kwa sababu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisema kazi alionayo pamoja na wabunge ni kujenga umoja wa kitaifa ili sote kwa pamoja tuweze kujenga nchi yetu, tuitunze na kuweza kulinda taifa letu na tuzidi kunyanyua hadhi ya nchi yetu kwa kuweza kufanya kazi kubwa ya maendeleo kwa wananchi.
Hotuba ya Rais Samia Suluhu katika uzinduzi wa Bunge la 13 ni hotuba ya msamaha na huruma, kwa kuwa Mheshimiwa Rais aliviomba vyombo vya sheria hususan ofisi ya mwendesha mashtaka DPP kuwasamehe vijana waliofanya vurugu Oktoba 29, 2025 siku ya uchaguzi mkuu kwa huruma. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anaamini kuwa miongoni mwa vijana waliofanya hivyo walifanya kwa kufuata mkumbo. Hivyo kama mama, kama mlezi wa taifa na kiongozi mkuu wa nchi, ameweza kuwa na moyo wa huruma kwa kuweza kuruhusu hilo lifanyike. Ilikuwa ni hotuba ya mzazi na mlezi wa taifa kwa watoto wake. Unaweza kuita hivyo kwa sababu Rais Samia aliwahusia vijana kutambua kwamba yeye na wazazi wenzake kipindi walipokuwa vijana, kama wangefanya kama walivyofanya baadhi ya vijana Oktoba 29, hawa vijana au sisi vijana tusingeikuta Tanzania iliyo bora, yenye amani, moja, maadili na upendo ambayo tunaishi siku hii ya leo na siku nyingine zinazokuja. Hivyo Mheshimiwa Rais alisisitiza kuheshimiana, kuvumiliana na kuhakikisha tunalinda taifa letu. Lakini hotuba ile ni hotuba ya mustakabali mwema wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais ameahidi kuunda tume ya kuchunguza chanzo cha madhila yote ya ghasia za Oktoba 29. Ameahidi kuanzisha mchakato wa katiba mpya ndani ya siku 100 za kwanza tangu atakapo. Ilikuwa ni hotuba ya na matokeo ya kasi kubwa ambayo itakwenda kutekelezwa kuanzia ngazi ya mitaa, vijiji, vitongoji, wilaya pamoja na mikoa na taifa kwa ujumla. Hivyo ndani ya siku 11 tangu alipokula kiapo, ajira 12,000 zilikuwa zimeshakwisha tangazwa. Ajira 7,000 ni za walimu na 5,000 ni kwa ajili ya wahudumu wa afya. Hivyo mnaweza mkaona kwa namna gani waandishi wa habari, ndani ya siku 100 ambazo kiongozi mkuu wa nchi alitoa ahadi anakwenda kufanyia kazi, yapo ambayo yameshaanza kutekelezwa mpaka hivi sasa. Lakini pia tayari hospitali zimeshapigwa marufuku kuzuia miili ya marehemu kwa madai ya malipo. Na marufuku hiyo Mheshimiwa Rais wakati anazindua kampeni aliweza kuzungumza na amerejea mara kadhaa. Hivyo nchi nzima kwa sasa huduma hizo zinapatikana na wananchi wanaendelea kufurahia matunda ya serikali yao. Lakini pia ni hotuba ambayo imetoa mwanga kwamba ilani ya CCM 2025-2030 inakwenda kutekelezwa kikamilifu. Ndugu wanahabari, pamoja na kutambua hiyo utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, vile vile ahadi za mgombea wetu wa urais kipindi kilichopita ambaye ndiye rais wetu kwa sasa, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, leo nawatangazia rasmi kuwa wajibu wetu kama Chama cha Mapinduzi ni kwenda kuisimamia serikali na sio serikali kwenda kukisimamia chama. Chama ambacho kimetafuta kura, chama ambacho kimeunda serikali, sasa tunakwenda kuisimamia serikali kikamilifu. Na ndio maana awali nimesema wateuliwa wote waende wakawajibike, kwa sababu chama hakita sita kuchukulia hatua kiongozi yoyote wa serikali, awe mteuliwa awe mchaguliwa, ambaye atakwenda kufanya kazi kwa maslahi yake binafsi. Chama cha Mapinduzi kitakwenda kuchukua hatua. Hivyo nitoe rai kwa waheshimiwa mawaziri, manaibu waziri, viongozi ngazi ya serikali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri mpaka kule chini, waende wakafanye kazi ya kuhakikisha matarajio na maono ya Mheshimiwa Rais yanakwenda kukamilika. Mtu asiende ofisini akafanya kazi zake binafsi, akajiangalia yeye na kuacha dhamana ambayo amepewa. Hivyo chama kitachukua hatua kali kwa watendaji wote wazembe ambao watakao. Lakini lingine, kazi imeshakwisha kuanza. Sisi Chama cha Mapinduzi tutakwenda bega kwa bega na serikali yetu kuhakikisha yote tuliyoyaahidi kwenye kampeni yanatekelezwa na tunaijenga Tanzania iliyo bora kesho kuliko jana, iwe ni bora ya kizazi ambacho kinakuja. Lakini tutaweka mkazo zaidi wa kusimamia zile siku 100. Hivyo tuzitake na kuziomba wizara zinazohusika na sekta siku 100 ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan alielekeza nini atafanya, waanze kuchakalika kwa haraka. Lakini nawaomba wanahabari muwafikishie Watanzania habari kwamba Chama cha Mapinduzi tumejipanga kikamilifu kuwabana viongozi wetu wa serikali, wakiwemo mawaziri wetu, manaibu waziri wetu, wakuu wa mikoa wetu, wakuu wa wilaya wetu, wakurugenzi, maafisa tarafa na wengineo,
na tutahakikisha wanawajibika ipasavyo. Message hiyo ifike kwa Watanzania. Lakini pia chama hakitasita kuwachukulia hatua viongozi wa serikali ambao ni wavivu, wazembe na watakaoendeleza au watakaoendekeza tamaa za rushwa. Watakuwa na wakati mgumu sana katika kipindi hiki ambacho tunakwenda nacho. Chama cha Mapinduzi hakitakuwa na mchezo katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya 2025 kuelekea 2030. Serikali hii ni serikali ya Chama cha Mapinduzi, hivyo kila ambacho Watanzania walihaidiwa lazima kitekelezwe. Kama chama tunawaambia viongozi wa umma wawajibike ipasavyo. Lakini pia kila hatua tutakwenda kuweka vipimo vya utendaji kazi wa viongozi wa serikali. Tutakwenda kuchekecha utendaji wao kulingana na vipimo ambavyo chama kitaweka kwa serikali yake. Lakini pia yule ambaye ufanisi wake utakuwa ni wa chini, chama kitachukua hatua mara moja. Na wale watakaofanya vizuri, chama kitaendelea kuwalinda kuhakikisha kazi yenye matunda mema kwa Watanzania ifanikiwa. Ndugu waandishi wa habari, Chama cha Mapinduzi kimetoka mbali na Watanzania na kina historia kubwa. Chama hiki hakitaruhusu mambo yaharibike kwa namna yoyote ile. Chama kitachukua hatua kwa viongozi ambao watashindwa kutimiza wajibu. Tunawaomba Watanzania waendelee kuwa watulivu, wenye imani na Chama cha Mapinduzi pamoja na serikali inayotokana na Chama cha Mapinduzi na viongozi wake. Kesho yetu wa Tanzania ni njema kuliko jana, na maono ya Mheshimiwa Rais ni kuona linapiga hivyo upendo, amani, umoja, mshikamano, kuheshimiana na kustamiliana katika utendaji wetu wa kazi. Lakini jambo lingine, napenda kutumia fursa hii ndugu waandishi wa habari kuweza kumpongeza mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuunda tume ya uchunguzi kama alivyoahidi katika hotuba yake ya uzinduzi wa Bunge la 13. Tume ya uchunguzi wa uvunjifu wa amani uliotokea Oktoba 29 kama alivyoweza kuelekeza, na tumeona jana kwamba kuna wajumbe ambao wameteuliwa. Hivyo tunawaomba makamishna wa tume hiyo wakiongozwa na Jaji Mkuu mstaafu ndugu Mohamed Chande Othman waifanye kazi hiyo kwa maslahi mapana ya taifa kwa uadilifu na uzalendo, na watoe majawabu ambayo yataweza na yatawezesha safari njema ya kuijenga Tanzania iliyo njema, yenye maelewano na amani pamoja na utulivu, pia kwa kuzingatia usalama kwa wananchi wote. Napenda kutumia fursa hii kumtia moyo Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba Chama cha Mapinduzi kipo naye bega kwa bega katika safari hii ya kwenda kutekeleza jukumu kubwa la maendeleo ambalo amekabidhiwa na wananchi kwa miaka mitano ambayo inakuja. Na sote hapa tunafahamu kwamba Mheshimiwa Rais ni mama ambaye amejaa upendo, ni mama ambaye amejaa utu, lakini ni kiongozi ambaye akiahidi anatekeleza. Na ndio maana muda wote tumekuwa tukisisitiza kwamba kila Mtanzania tunamuomba amani ya nchi yetu. Ni la kwetu. Tanzania hii ni ya kwetu. Na sisi wote tulioko hapa, waandishi wa habari, wafanya biashara, wanaosoma na wengine wote, kwamba nchi hii ikiharibika hatuna nchi nyingine. Wajibu wa kuilinda ni wa kwetu sote. Kwa hiyo tudumishe umoja, upendo na mshikamano wa taifa hili. Tunatambua wako watu ambao hawana nia njema na taifa hili, na tunawafahamu, na wengine wanaonekana. Wapo wengine ambao wanaendesha operation katika mitandao ya jamii kwa ajili ya kuchochea vurugu, kuchochea machafuko, na wakiwahimiza vijana na baadhi ya Watanzania kwamba waende kuivunja na kuichoma nchi yao kwa mikono yao. Niwaombe sana wananchi wa nchi yetu, tuilinde nchi yetu. Wakati sisi watoto wetu wanaumia, tushawishi watoto wao wapo nzuri, wana maisha na bado wanaendelea kutuhamasisha tufanye uvunjifu wa amani. Tukumbuke kuirejesha amani katika nchi ni jambo gumu. Tuna mataifa ya mfano ambayo yamepoteza amani. Tuna nchi jirani ambazo zimepoteza amani. Tumeona namna gani watoto, kina mama, watu wenye ulemavu na wazee namna wanataabika taifa linapopoteza amani. Hivyo kaa peke yako, jiulize, nafanya haya kwa maslahi ya nani?
wale wanaotuhamasisha mbona hawapo nchini, wapo nje ya taifa letu. Huko walipo wanalipwa fedha kwa ajili ya kufanya uchochezi. Sisi kama chama ambacho kinasimamia serikali, ni waombe kwa unyenyekevu mkubwa sana wa Tanzania, tulinde amani yetu, tulinde taifa letu, na tuwapuuze na kuwakataa wale wanaochochea vurugu ndani ya Tanzania hii. Hii Tanzania ni ya kwetu na tuijenge kwa umoja, upendo na mshikamano. Lakini pia katika kumalizia, ni washukuru sana waandishi wa habari wote kwa namna ambavyo mnahabarisha umma katika matukio mbalimbali, namna ambavyo mnatoa taarifa ambazo zina weledi, na pia tuombe wale wachache ambao wanafanya kutoa taarifa zisizo nzuri sana ambazo wewe mwenyewe unaona zinaenda kubomoa nchi yako, basi tuangalie namna bora ya kuelimisha Watanzania wetu ili taifa hili sisi wa leo na vizazi vinavyokuja waweze kuikuta nchi yetu ikiwa salama. Lakini jambo la mwisho, ni mshukuru Mwenyezi Mungu na niwashukuru Watanzania wote kwa namna ambavyo utulivu unaendelea kwa sasa ndani ya taifa letu, na huu ndiyo Utanzania. Na kwa kumaliza kabisa, nimesema chama sasa kinakwenda kusimamia serikali kikamilifu. Serikali haitakisimamia chama. Hivyo ni waombe viongozi waliopata fursa ya kuingia ndani ya serikali wajue chama kitawafuatilia kila hatua ili huduma bora na njema kwa wananchi ziweze kukamilika. Baada ya kusema maneno hayo, niwashukuru sana, niwatakieni mambo mema na niwaombee baraka kwa Mwenyezi Mungu aweze kuwalinda na kuwasaidia katika kila hatua ambayo iko mbele yenu na iko mbele yetu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania na Mungu wabariki wa Tanzania wote. Asante sana. Asante sana mwenezi wa taifa. Nadhani jamani, hotuba yake imejitosheleza kwa hakika. Tumezungumzia mambo mazito sana ambayo tukianza kuuliza maswali inaweza maswali mengine yakai water down ile hotuba. Kama kuna swali ambalo liko ndani ya muktadha wa haya aliyosema ambayo ni mazito zaidi, basi maswali mawili, lakini kuhakikisha kwamba iko ndani ya muktadha. Sawa sawa. Nashukuru kwa nafasi hii. Jitambulishe. Naitwa Deo Kazi Makomba, natoka Radio Document na Focus News Tanzania TV. Mheshimiwa Itikadi na Mwenezi umezungumza kwamba chama kinakwenda kuisimamia serikali kuhakikisha ya kwamba wale walioteuliwa wanafanya kazi barabara, na hata rais amezungumza katika hotuba yake, na wewe pia na umeenda mbali zaidi ukasema ya kwamba wale wote ambao watakwenda kinyume, kwa maana ya kwamba kuto kufanya kazi kama inavyotakiwa, watachukuliwa hatua kali. Pengine nilitaka kujua ni hatua zipi, au ndio ile hiyo zoea kwamba anatolewa hapa anapelekwa pale, au mtakwenda mbali zaidi na kuwafikisha katika vyombo vya sheria ikiwemo wale wanarushwa kama ulivyozungumza na vitu kama hivyo? Nashukuru. Swali la pili. Karibu. Nashukuru sana. Kwanza nianze kujibu swali la mwandishi kutoka Deutsche Welle, ndio kwamba chama nimesema kitakwenda kuisimamia serikali. Kwanza lazima tufahamu serikali iliyoko madarakani ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo chama kina wajibu wa moja kwa moja kuisimamia serikali yake. Kwa hiyo jambo la kwanza, endapo watakuwepo viongozi wazembe ndani ya serikali yetu, chama hakitasita kuchukua hatua. Moja, kwa kushauriana na mwenyekiti wa chama ambaye ndiye rais, kwa sababu wajibu wa chama ni kufuatilia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Chama kimesema kitajenga barabara, mfano ameteuliwa waziri au naibu waziri ameshindwa kutimiza wajibu,
lazima tutamweleza mwenyekiti na tutakaa kwenye vikao vya chama na kuwachukulia hatua. Na wanapochukuliwa hatua, umehoji tena, je, ni kuhamisha hapa kwenda pale au wala rushwa kwenda mahakamani? Nafikiri nchi yetu ina utaratibu wa sheria au inaongozwa kwa misingi ya sheria, na wapo viongozi wengi ambao wamechukuliwa hatua za kisheria, na wengine wapo ambao wameweza kufungwa, wengine waliweza kufilisiwa, na wengine wanaendelea na kesi. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kwanza kinaamini katika utendaji kazi na hakiamini katika utendaji wa zembe, na hili ni kuahidi ndugu yangu wa Deutsche Welle kwamba utaona mageuzi makubwa ndani ya serikali, hasa katika kipindi hiki, namna gani Chama cha Mapinduzi kinakwenda kuisimamia serikali. Kwa hatua zitachukuliwa, endapo mtu amekula rushwa atapelekwa mahakamani moja kwa moja. Hakutakuwa na jambo la kupepesa macho katika hilo. Lakini swali kutokea kura inawezekana hazikupigwa. Labda niseme jambo moja. Vurugu nyingi nchini zili majira ya saa 6. Eneo mengine hazikufanyika vurugu, zilifanyika siku ya pili ya tarehe 30. Na ni mikoa michache ambayo ilikuwa imetokea vurugu mchana: Arusha, Dar es Salaam, pale Songwe, Mbeya. Ndio vurugu zilitokea hasa katika maeneo hayo. Maeneo mengi vurugu zilikuwa hakuna. Na Watanzania wengi mwaka huu, kama mtakumbuka waandishi wa habari, katika uandikishwaji, uwekaji wa vituo vya kupigia kura, tulikuwa na vituo vingi kuliko mwaka wowote ule wa uchaguzi. Kwa hiyo watu waliweza kwenda kwa haraka kupiga kura asubuhi mapema kwa sababu wingi wa vituo. Mfano, kunakuwa na sehemu kuna watu 500, vimewekwa labda vituo 200, maana yake hawa watu wataisha kwa haraka. Zamani ilikuwa watu 500, kuna vituo labda 7 vya kupiga kura, maana yake hapo unakuta mistari ilikuwa ni mirefu sana. Lakini ni kuhakikishie kwamba Watanzania wengi wamepiga kura, na kuthibitisha hilo, hata wakati wa mikutano yetu ya kampeni mliona. Mungu awabariki.